Bana, kama Watanzania walikuwa wanadhani kwamba hawana msanii ambaye anaweza kuimba live vizuri, basi hapa kwa Alikiba walikuwa wanamkosea au walikuwa wamemsahau, kwa sababu uwezo wake ni uwezo mkubwa sana. Katika performance za Trace Award kulikuwa kuna aibu kubwa sana ambayo iliweza kuonekana pale, ila Alikiba kama angeweza kupanda katika stage, kuna vitu vingi ambavyo tungezidi kuviona kwamba ni vitu ambavyo ni vya kipekee. Kama unakumbuka vizuri, basi Alikiba aliweza kuondoka katika performance ya Trace Award bila kuperform katika siku ile, na mengi alikuwa ameibuka kwamba Alikiba inawezekana kwamba kuna watu ambao walikuwa wameshamdisturb, yani watu ambao walikuwa wameshamkorofisha, na mwisho wa siku akaondoka. Uwezo wake unazidi kuonekana kwamba ni uwezo mkubwa. Jambo hili limeonekana baada ya yeye hapo binafsi kuweka siku yake kwa ajili ya kusherekea miaka yake kadhaa katika game hii ya Bongo Flava, maana ni miaka mingi sana ambayo basi Alikiba ameweza kufanya kazi, lakini miaka 20 miaka ambayo unaweza ukasema kabisa wewe mwenyewe binafsi kwamba mtu akifanya kazi kwa miaka 10 tu, kwanza kabisa inabidi apewe pongezi, kwa sababu kwa consistency kwa miaka 10 na ukawa namba 1 au namba 2 ni kitu ambacho kinahitaji juhudi kubwa sana. Management ambao zina akili, watu waliowekeza pesa yao, watu ambao wana uwezo binafsi. Kuna watu mbalimbali ambao wamepita katika management yake, lakini pia inampasa yeye mwenyewe binafsi kuzidi kusherekea miaka hii, kwa sababu kuna watu ambao hawajafikisha miaka hii na hawajaweza kuwa namba 1 kama yeye, lakini pia kuna watu ambao wamefikisha miaka hii bado tena hawajawa namba 1 kama yeye. Kigezo cha kusema kwamba ni namba 1 Alikiba, pale ambapo tulikuwa tunamshanisha Alikiba pamoja na Diamond Platnumz, ndipo mimi nazidi kuinsist kwamba kumuona mtu analingana na Diamond Platnumz, kama ukijua kabisa kwamba huyo mtu ni mshindi pia, kwa sababu uwezo wa uwekezaji pia ni kama kwa Diamond Platnumz. Labda kuna tactics chache tu ambazo Diamond Platnumz amemzidi Alikiba, na ndio maana tunaona kwamba Alikiba amezidiwa kwenye swala zima la biashara, ila katika swala zima la uandishi, lakini pia katika swala zima la kuimba live ni kitu ambacho amejaliwa kwa asilimia kubwa sana. Kama tunavyoona hapo, uwezo wake sio wa kawaida, uwezo huu ni wale grade A kabisa, uwaga ndo wanafanyaga vitu kama hivi. Tungesema kwamba Alikiba siku ile ya Trace Award angeperform, hizi lawama za kwamba wakina Mario wote wale wakina Diamond Platnumz yote yale asingeweza kusikika, bali tungesikia kwamba ni shangwe. Tanzania tuna wasanii wengi, mfano kwa sababu Harmonize pia performance yake ilikuwa ni performance ambayo iliweza kuinua mambo mengi, na wengi wanasema kwamba Harmonize ndio alikuwa man of the match. Hasa mimi sijui kama Alikiba angeperform Harmonize angeonekana katika lile, basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu, na haya ndio yatakayojiri huko Zanzibar baada ya Alikiba kufanya mazoezi mengi sana, kwa sababu show hii itaenda kufanyika huko Kendwa. Sitakuwa na la ziada. Bye bye for now.